Hii halmashauri ni kama DC zingine, ni kubwa na yenyewe pia kama ya kwenu tulivyojadiliana. Ina kata 26, ina vijiji 126, kilomita za mraba ni kama 4212. Vyanzo vyake vya mapato, kuna kilimo cha mazao mbalimbali, kuna pamba, kuna dengu, kuna choroko. Lakini pia tuna madini kwenye kata 3. Kata 2 Mwakitorio na Nyandoa zina dhahabu. Hii kata ya 3 ya Nyamalogo ina almasi kidogo lakini haijachangamka, ila tunakusanya kidogo kidogo. Kihistoria, kwa miaka mitatu iliyopita mapato ya halmashauri yalikuwa kama ifuatavyo. Mwaka 2023-2024 halmashauri ilifikisha 101% na zidio lilikuwa milioni 32,671,135.37. Mwaka 2024-2025 halmashauri ilifikia 120%, zidio lilikuwa milioni 787,472,104 bila senti. Na huu mwaka wa fedha tuliomaliza ambao ni 2025-2026 halmashauri ilifikisha 120.2%, lakini zidio lilikuwa milioni 956,086,255.21. Kwa sababu kama barua ilivyoainisha, lengo kubwa la ujio wa hii timu ya Morogoro DC ni kujifunza ukusanyaji kwenye vyanzo ambavyo vilikuwa vinaainishwa. Mimi nimekuwa mkurugenzi hapa 2024 Juni. Na mkurugenzi, kitu ambacho nilikifanya nilipofika, niliimarisha vyanzo ambavyo nimevikuta. Niliviimarisha, lakini pia nilizuia uvujaji. Kwa hiyo strategia zangu zilikuwa hizo mbili, kuviimarisha vyanzo nilivyovikuta na kuzuia uvujaji. Kitu cha kwanza mimi nihakikisha kila mkuu wa idara anasimamia chanzo chake, kwa sababu idara zote, vyanzo vyote viko kwenye idara. Kwa hiyo ina maana msimamizi wa pili, ukiacha mimi msimamizi wa kwanza, msimamizi wa pili ni mkuu wa idara, ambaye kila mmoja atasimamia chanzo chake. Kitu cha pili ambacho mimi nilifanya kama mkurugenzi, kuimarisha timu ya mapato, kufanya vitu vitatu. Kwanza nilihakikisha hiyo gari haitumiki na idara zingine, kwa sababu tuna kawaida chukua gari, unakuta timu imekaa ifanye kazi. Kwa mimi kama mkurugenzi, timu ya mapato ikiwepo hapa makao makuu, ina maana kazi iliyofanyika hakuna. Kwa mimi nilikuwa idara wengine, kama gari ya mapato tuachie watu wa mapato, sisi tupambane na magari mengine yaliyopo. Kama yanatosha, kama hayatoshi tutaendelea kupambana na hali yetu, lakini at least tuwape wa kipaumbele ili waweze kukusanya au kusimamia ukusanyaji, ambao mwisho wa siku sasa hata ukiangalia muundo wa local government ulivyo, mapato ndio backbone ya halmashauri. Lakini strategia ya tatu ambayo mimi niliitumia ni kuimarisha wakusanyaji ambao wako field. Sisi tunatumia collectors ambao sio waajiriwa, wana mikataba. Waajiriwa waliondolewa kwenye ukusanyaji kwa sababu mbalimbali, ikiwemo kushindwa kujigawa kwenye kazi zao na kukusanya mapato. Kwa hiyo hao wakusanyaji ambao tuko nao ni wa mkataba, lakini mimi pia najitahidi kuhakikisha kwa kushirikiana na wakuu wa idara, hao watu wanalipwa kwa wakati, kwa sababu hiyo posho au percent wanayolipwa ndio mshahara wao. Lakini kingine, kuwajengea uelewa pia, ili hata ushuru kwenye vyanzo sahihi. Kwa sababu kuna mtu unaweza kuona chanzo fulani ufanye vizuri, kumbe hela yake inaingia kwenye chanzo kingine. Unaweza kuona chanzo kingine unafanya vizuri, kumbe mapato ya hicho chanzo hujai kuyakusanya. Lakini kuwaonyesha umuhimu, kama yani kazi wanayofanya usipokwepo, serikali inapata hasara. Kwa from time to time, na mimi najitahidi panapokuwa naombwe au wanapokuwa wapya, na hakikisha wamejengewa huo uelewa, ili sasa na wenyewe waweze kubeba vision yangu ipasavyo. Lakini kitu kingine, na hakikisha doria ya usiku inafanyika na ya mchana inafanyika. Kama mnavyofahamu, DC nyingi zina mazao na maeneo ya kiutawala ni makubwa. Kwa hiyo lazima kuwe na timu ipite kuangalia hao tunaokutana nao mchana wanalipa ushuru au hawalipi. Lakini pia kusafirisha kwa kanuni zetu sisi mwisho saa 12. Kwa hiyo kuna watu sasa usiku wanajua sasa hivi collector amelala, hebu nipite na mzigo wangu. Kwa hiyo sisi hao huwa tunahakikisha doria inafanyika, na wakikamatwa wanatozwa faini kiasi kwamba yeye mwenyewe siku nyingine hata rudia, tuona ni bora alipe. Lakini strategia nyingine ambayo sisi tunaitumia ni kuhakikisha yale makusanyo muhimu, sio yote muhimu, yanasimamiwa na watu kutoka makao makuu ili kuleta ufanisi. Kwa mfano, kuna kata inaitwa Nyandoa ina madini. Kwa utaratibu ambao Nyandoa wanachimba, kuna siku mchimbaji anaamua kutoa mawe yake yote. Kwa hiyo siku kama hiyo mimi huwa natuma watu kutoka makao makuu. Anakuepo kuanzia zoezi linaanza mpaka linaisha. Licha ya kwamba mtendaji wa kata yupo, mkusanyaji yupo, lakini kujiridhisha hakuna uvujaji. Na hii imetusaidia. Mwanzoni Nyandoa tulikuwa tunakusanya hela ndogo sana, lakini kutoka timu ya mapato au watu wengine wote wanaotoka HQ, kama timu ya mapato haina nafasi ya kwenda wakiwa wanasimamia hili zoezi, hela imeongezeka. Lakini kuna maeneo ambayo sisi tumeyabainisha yako kistrategia. Kwa mfano, Tinde tuna mnada mkubwa Tinde. Kwa hiyo siku ya mnada wa Tinde kuna watu kutoka HQ wanaenda Tinde kuungana na watu ambao wako kwenye ngazi ya kata kuimarisha ukusanyaji na kuzuia uvujaji. Lakini tuna mnada mwingine huko Didia, timu ya maafisa biashara pia huwa wanaenda. Tuna mnada mwingine huko Salawi na Solo. Hiyo ni baadhi ya minada
na magulio ambayo sisi tumeainisha kama makubwa na yanahitaji usimamizi kutoka HQ. Haya mengine madogo, sababu yako mengine madogo yako mengi, wewe ukasema watu wa HQ watasimamia yote. Yale tumeyapa target tu. Watu wa HQ wanaenda wanatengenezea target, wanawaacha. Tunaangalia, tukiona pamelegea tena wanaenda hivyo hivyo. Tunadhana pia uwajibikaji. Mimi mtu yote nikiona anakoelekea na niangusha kwenye ukusanyaji, huwa namuwahi kwa kumwajibisha kwa namna ambayo itafaa kwa mazingira yake. Kama ni wa kumuhamisha, japo uhamisho sio wajibikaji, lakini kuna muda kuna watu huwa tunawahamisha, tunawapeleka kwenye kata ambazo seriousness yao inaendana na mapato ya hiyo kata. Tamolel, mhasibu wa mapato, lakini pia niko kwa niaba ya mweka hazina halmashauri ya wilaya Shinyanga. Kupitisha kwenye utangulizi, tukirejea barua ya ujio wenu kwenye maeneo matatu makubwa. Eneo la kwanza ilikuwa ni namna ya kukusanya mapato kwenye ushuru wa madini na udhibiti wa utoroshaji wa ushuru wa madini. Lakini eneo la pili, kama alivyosema mkurugenzi mtendaji, ilikuwa ni eneo la ukusanyaji wa fedha za CSR, na eneo la mwisho ilikuwa ni ukusanyaji wa mapato vyanzo vikuu. Ukiongelea ukusanyaji wa ushuru wa madini, kwenye eneo kubwa la madini tuna maeneo makubwa mawili. Kuna madini ya vito, lakini tuna madini ya ujenzi. Tunavyoelewa, ukusanyaji wote wa ushuru wa halmashauri unaongozwa au unalindwa na sheria ndogo za halmashauri pamoja na sheria mama. Tukianza na ushuru wa vito ambao ni ushuru wa madini, kwa wilaya yetu tuna dhahabu na almasi. Almasi iko chache kwenye kata moja kama alivyosema mkurugenzi, lakini madini ya dhahabu tunayo kwa wingi kidogo. Na kwa takwimu za Tume ya Madini kwa mkoa wa Shinyanga, halmashauri ya wilaya Shinyanga ndio yenye madini mengi ya dhahabu. Katika eneo hili tuna tozo mbalimbali tunakusanya kwa wachimbaji, hususan wachimbaji wadogo. Wachimbaji wadogo tunawatoza tozo zinazotozwa na sheria mama ambayo ni kodi ya huduma, service levy, ambayo ni 0.25% ya dhahabu inayozalishwa. Tozo hii inatozwa mwishoni kwenye final product. Kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani, tumejikuta halmashauri inapata faida kubwa kwenye mazao yale. Kwa mwaka jana wa fedha, kwenye upande wa dengu tulikadiria kukusanya shilingi milioni 150, lakini kwa kutumia mfumo wa stakabadhi ghalani tulifanikiwa kukusanya shilingi milioni 434, asilimia 290. Kwa majina naitwa Jessica Joseph Mbondo, ni diwani, natokea halmashauri ya Morogoro DC, lakini nimekuja kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri Kibena Nasolo Kingo. Nimekuja kwenye mafunzo ya ukusanyaji wa mapato kupitia vyanzo mbalimbali kwenye halmashauri ya wilaya ya Shinyanga. Nimejifunza mambo mengi sana. Kwa mfano, kuna vitu ambavyo sisi kwetu Morogoro DC hatuna, huku Shinyanga tumevikuta. Nimekuwa chachu kwetu kwenda kufanya juhudi na ubunifu mkubwa kwenye ukusanyaji wa mapato, sana sana kwenye madini, lakini kuna vyanzo vingine vya mapato vimeongezeka kutoka halmashauri ya Shinyanga, sisi kwetu DC hatuna. Kwa kweli nimefurahi sana kuja kwenye mafunzo haya kwenye wilaya ya Shinyanga. Tumejifunza mambo mengi sana 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 sana. Na sisi kupitia sisi madiwani na wakuu wa idara vingi tumevichukua, tunaenda kuvifanyia kazi kwenye halmashauri yetu. Na imani kwenda kusimamia mapato haya, na imani tutaongeza asilimia kubwa ya mapato kwenye halmashauri yetu.